Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Yuko wapi Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu? Ni swali ambalo limekuwa likiulizwa muda mrefu na watumiaji wa vyombo mbalimbali vya habari, ikiwa ni pamoja na mitandao ya kijamii. Moja kati ya swali ambalo lina wiki ya pili sasa ni juu ya yuko wapi Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu wa taifa la Kiyahudi la Israel. Hii ni baada ya kutonekana kwa muda mrefu, lakini pia kukiwa na tetesi kwamba mashambulizi ya Iran huenda yamemuondoa kiongozi huyo wa Israel, Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu. Hata hivyo, siku za hivi karibuni Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu alionekana katika video mbalimbali, lakini video hizi zikidaiwa kwamba ni video zilizoongozwa na akili mnemba AI. Moja kati ya viongozi wa chama cha wafanyakazi huko nchini Uingereza, George Galloway, amesema video ya hotuba ya Benjamin Netanyahu ilitengenezwa kwa kutumia akili mnemba AI. Inaibua maswali mengi kuhusu kitendawili cha aliko waziri mkuu huyo wa utawala wa Kizayuni wa Israel. Galloway amesema video hiyo ya AI iliyogubikwa na kasoro nyingi imeibua maswali mengi bila majibu baada ya kutonekana kwa muda mrefu waziri mkuu huyo wa Israel, bwana Benjamin Netanyahu. Katika ujumbe aliotuma kwenye mtandao wa kijamii wa X kuhusu video hiyo bandia ya Netanyahu, Galloway amesema amewahi kuwa mbunge katika bunge la Uingereza. Ameandika, je, hili limefanyika kweli? Kwa nini Israel inasambaza hotuba ya akili mnemba ya Netanyahu usiku uliopita, ambapo waziri mkuu huyo ameonekana dhahiri akiwa na vidole 6? Yuko wapi Netanyahu? Yuko wapi Ben Gvir? Ni maswali ambayo yamekuwa yakihojiwa wakati huu. Galloway ameshangazwa pia na hatua ya vyombo vya habari vya Magharibi kufumbia macho video hiyo bandia ya Netanyahu na kutouliza maswali mazito kuhusu aliko mtawala huyo wa Israel. Netanyahu hajaonekana hadharani wala kusambaza hotuba zake za video kwa siku kadhaa sasa, tangu vikosi vya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran viliposhadidisha mashambulizi yake kulipiza kisasi katika kile wanachosema ni ahadi ya kweli namba 4. Siku chache zilizopita, uvumi ulienea kwenye mitandao ya kijamii kwamba yomkini Netanyahu na maafisa kadhaa wa serikali wameangamizwa na kujeruhiwa vibaya katika hujuma za makombora ya Iran. Hivi karibuni tovuti ya Middle East Monitor iliandika makala ya uchambuzi kuhusu mashambulizi ya kichokozi ya Marekani na utawala wa Israel, ikisema kuwa vita hivi ambavyo Benjamin Netanyahu ameviandaa kwa ajili yake na kwa miaka mingi yumkini vikapelekea kutengwa kisiasa na kuporomoka strategia yake. Kingine kinachoibua maswali kuhusu uzima wa Netanyahu ni kufutwa ghafla safari ya Jared Kushner, mkwe wa rais wa Marekani, na Steve Witkoff, mjumbe maalum wa Donald Trump katika eneo la Asia Magharibi, ambao walitazamiwa kwenda Israel na kukutana na waziri mkuu Benjamin Netanyahu. Ziara hizo zimefutwa, lakini moja kati ya sababu zilizotajwa ni kutokana na kwamba wakati huu ni wakati wa vita, lakini pia ni wakati ambapo kumekuwa na mashambulizi mengi yanayofanywa na Iran katika maeneo mbalimbali katika eneo hilo la Mashariki ya Kati, na hivyo moja kati ya mambo ambayo yamekuwa kihofiwa ni usalama wao, na ndio maana wameamuliwa wasiende kukutana na waziri mkuu huyo Benjamin Netanyahu. Hata hivyo, swali hili bado halijapatiwa majibu rasmi kutoka serikali ya Israel, lakini pia hata baadhi ya viongozi nchini Iran wamekuwa na wasiwasi kwamba mashambulizi yao huenda yamemuua kiongozi mkuu huyo wa Israel, bwana waziri mkuu Benjamin Netanyahu. Lakini mpaka sasa hakuna ushahidi wowote wa kuthibitisha kwamba Netanyahu ameuawa ama la. Na hata wiki kadhaa zilizopita kupitia The World News tuliweza kutoa ufafanuzi kutokana na kile ambacho kimekuwa kikielezwa kwamba huenda waziri mkuu Benjamin Netanyahu ameuawa, lakini bado uthibitisho rasmi kutoka serikali ya Israel haukuwepo. Taarifa zaidi zinaeleza kwamba kuna baadhi ya maafisa kadhaa ambao walikuwa na waziri mkuu Benjamin Netanyahu, akiwemo waziri wa mambo ya nje Gideon Sar na viongozi wengine ambao wameshambuliwa vibaya na mashambulizi yaliyotokana na makombora mazito ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Kadhalika, katika siku za hivi karibuni, wapiganaji wa Hezbollah wamekiri kufanya mashambulizi hadi katika maeneo anayoishi waziri mkuu huyo Benjamin Netanyahu. Lakini pia ni Iran iliyofanya mashambulizi mengi katika wiki za kwanza za vita, ambazo zinadaiwa kwamba huenda ndizo ambazo zimemuondoa waziri mkuu huyo wa Israel. Tuendelee kusubiri kupitia The World News. Tutakuja kukujuza ni nini haswa kinaendelea na nini kimemkuta waziri mkuu Benjamin Netanyahu, yu hai ama la. Tutakujuza kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.